kuhusiana na tafrani iliyotokea jana hapa kwenye mtaa wa Kariakoo ambao uko katikati ya jiji la Arusha. Mtaa huu ni mtaa mkubwa wa wafanya biashara wa kati na biashara za hata kubwa, lakini pia umeonekana kuvamiwa na wafanya biashara wadogo, yani wa machinga. Tulidhani ni huduma, kutoa huduma katika kipindi cha sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Basi nilikutana na viongozi wa upande wa machinga na wafanya biashara, tukasema kwanza tufanye biashara katika kipindi hiko ili kila mmoja aweze kupata nafasi ya kutafuta riziki wakati tuna wapeleka maeneo yao. Lakini imeonekana kwamba baada ya maelekezo tuliyokubaliana tarehe 29 tulipofanya kikao chetu, ikaonekana kwamba baadhi ya maelekezo aidha hayakufika au yamefika na kupuuzwa. Kwa hiyo nimesimama hapa kutoa wito kwamba tulishakubaliana na viongozi wa pande zote, wafanya biashara, wakati wakubwa pamoja na wamachinga, kwamba kila mmoja arudi sehemu yake aliyopangiwa ya kufanya biashara. Na sehemu hizo zipo kwa Arusha, bado hatujawa na tatizo la sehemu za kufanyia biashara kwa wamachinga. Kuna sehemu ambazo tayari tumekwisha zijenga vizuri kama vile soko namba 68 pale Kilombero, lakini pia tunafanya maboresho ya soko letu kwa kujenga upya soko letu la Kilombero. Yote ile ni nafasi za wafanya biashara wadogo, lakini pia kuna soko la Lezi linaweza kutumika pia kama wafanya biashara wadogo na maeneo mengine mengi. Sasa eneo hili ni kwa ajili ya wenzetu wafanya biashara ambao tayari wako kwenye maduka, tayari wana utaratibu wao mzuri na uongozi wao mzuri. Kwa hiyo hatuna sababu ya sisi wana Arusha hususan wafanya biashara ndogo, yani machinga, kufanya biashara katika maeneo haya. Na isitoshe hatufanyi kwenye vyumba vilivyopangwa au vinavyotambulika, tunapanga bidhaa zetu barabarani. Sasa hii inatusababishia tuwe na msongamano mkubwa mara nyingine, lakini pia hata uhalifu mwingine ukafanyika. Lakini kikubwa zaidi ni kuziba kuziziba biashara za wenzetu ambao tayari wako kwenye level ya kufanya biashara zao kubwa au za kati. Kwa hiyo katika kipindi hiki mimi niwaombe, tutatangaziana vizuri, tutatoa matangazo katika muda wa siku 3 kuondoka vizuri, kupisha na kwenda kwenye maeneo ambayo tayari tumepangiwa. Kama kuna mfanya biashara mpya au ametoka sehemu nyingine amekuja hapa, tafadhali afike kwenye mamlaka ya halmashauri ya jiji, tumwelekeze mahali pa kwenda kufanya biashara yake. Kwa hiyo hata hizi biashara zenyewe nazo tumezigawa katika maeneo. Wako wafanya biashara ndogo ambao wanauza matunda, wana sehemu yao, lakini wafanya biashara ndogo ambao wanauza bidhaa za nguo wako kwenye maeneo yao, lakini wanaofanya mboga wako kwenye maeneo yao. Sasa hatuwezi tukawa katika mtaa huu mmoja tunazidiana riziki wakati tulishapangana vizuri. Kwa hiyo nitoe wito wa kushirikiana na serikali pamoja na sisi wenyewe kama wafanya biashara, kuwa kila mmoja na ukarimu, kumjali mwenzake, kuwa na upendo wa kumjali mwenzake ili tukapangane vizuri. Tumevunja sheria. Kwa hiyo kama mamlaka au serikali hatukubali uvunjifu wa sheria bila sababu yoyote. Kwa hiyo utakapovunja sheria tutachukua hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesema hivi, umesema tulale kila mahali, pia watoto wasome. Sikiliza wamachinga, ni kilio tunalia kabisa. Ni watu wawili Kariakoo, watatu ndio wanasema tung'oke, lakini wao ndio wataondoka, sio sisi. Sasa hivi tumeitwa kwamba tunasikilizwa, hatutasikilizwa. Mheshimiwa uliomtuma hapa amesema sitawasikiliza mpaka saa 8. Waandishi wa habari ndio wameongea tu. Baba, kama unaona kazi hapa ndio inamsomesha mtoto na kumlipia kodi na kumlipia ada. Juzi fomu ya mtoto nimeletewa 160,000 nalipa kwa mwaka. Je, kama sifanya biashara si utanifunga? Mheshimiwa, naomba usikilize Kariakoo wa machinga kwa maana tunapokaa Kariakoo.
Hii ni public, barabara ya watu wengi na ndio sehemu yenye fedha. Ungetuambia tungelipa hata 20,000 kama kipindi cha Magufuli. Ili nikae kwa tunateseka sana na watu walikuwa wanalalamika kwamba sisi wa machinga tunapanga biashara mbele ya maduka yao. Hiyo sio kweli. Wanaopanga biashara nje ya maduka yao ni wao wenyewe. Tena wanafanya kuweka vijana nje ya maduka yao. Mtu anaamua kuboresha biashara yake kwa namna anavyojua yeye, lakini wanasema kwamba ni wa machinga. Sio kweli. Alafu kingine, masoko ambao wanatutengea sisi sio rafiki. Tabia ya machinga ni kufuata population ya watu. Sasa kama pale hamna population ya watu, nitamuuzia nani pale? Nitamuuzia nani pale? Kuna stendi pale, nitamuuzia nani? Machinga tabia yake ni kufuata population ya watu. Tunaomba Rais Mama Samia tusaidie kwa hilo wa machinga. Mimi naitwa Pascal Tilema. Kwa jambo la kwanza ambalo DC analopaswa kulifanya, ahakikishe eneo hili tayari lina uongozi. Baada ya kuwa amelisimamia hilo jambo kuwa na uongozi, ndio aanze kuzungumza. Vinginevyo nyie mtakuwa mnawatumikia mgambo bure, kwa sababu mgambo hao askari wa jiji wao wanasimamia maelekezo, na sisi hatutaki tuchukiane kwa sababu ya mambo ambayo hayajaongozwa katika mpangilio unaohitajika. Kwa mimi nadhani, ushauri wangu sitaki chuki na mtu, na wala siyasemi haya kwa ajili ya kutaka chuki na mtu. Mimi nayasema haya kwa ajili ya kuhitaji kwamba tuwe na uongozi bora, lakini pia tuwe na wananchi ambao wanatii uongozi. Kwa hizi hakikisha hii barabara ina uongozi wa machinga, ili kwamba sasa wanapoenda kukaa kama viongozi, hawa watu wawe na uwakilishi wao.